أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Anasema siku hizi katika hutuba naendelea kuzieleza sifa za qurani tukufu. Akieleza sifa na uzuri wa qurani tukufu, hat masihi maud alah salam alisema ya kwamba qurani tukufu ni kitabu kamili, na kuhusu jambo hilo akifafanua zaidi anasema ya kwamba mimi nasema kweli kweli ya kuwa qurani tukufu ni kitabu kamili mpaka hakuna kitabu kinachoweza kushindana nacho. Yeye akitoa mfano alisema ya kwamba je, kuna sifa fulani katika veda inayoweza kushindana na huda lilmuttaqin? Kama kukiri kwa ulimi ni kitu fulani, yani hakuna haja ya matunda na athari zake, basi hapo dunia nzima katika rangi fulani inamkubali mwenyezi mungu na inaona kwamba ibada na sadaka na kutoa ni kitu kizuri, na katika hali fulani inatekeleza mambo hayo. Kisha veda kwa kuja kwake zimeipatia nini dunia? Hadi hapa alikuwa akiwapa wahindu jibu nini moja musibitishe kwamba kaumu zisizoamini veda mema hazipatikane kwao, la sivyo muoneshe nishani fulani isiyo kawaida. Anasema qurani tukufu inapoanza humo kuna ahadi ya maendeleo ambayo roho inataka kuyapata. Hivyo katika sura al-Fatiha alitoa fundisho la ihdina sirat al-mustaqim na akasema ya kwamba nini mufanye dua ya kuwa ewe allah utuongoze kwenye njia iliyonyoka. Alipofundisha dua hapo akafanya ahadi ya kwamba mimi nitawatembezeni juu ya njia iliyonyoka. Kisha akasema njia iliyonyoka ambayo ni njia ya wale waliopata neema zako. Na pamoja na dua hiyo katika aya ya kwanza ya sura bakara akatoa bishara hii ya kwamba zalika alkitabu la raiba fi hudan lilmuttaqin. Kama amefundisha dua ya mwongozo hapo kwa ajili ya kujipatia mwongozo, akatuambia mfumo mzima ya kwamba mufuate kitabu hicho, na mkifuata kitabu hicho basi wacha mungu watapata mwongozo. Ili muradi roho zinafanya maombi na ukubali unaonyesha athari yake, na ahadi ile ya kukubaliwa kwa maombi inatimia katika sura ya kushuka kwa kurani tukufu. Upande moja ni dua na upande wa pili natija yake ipo. Hii ni fadhili na hisani ya allah na rehema yake aliyofanya, lakini ni masikitiko makubwa ya kwamba dunia imeghafilika nayo, na ikiwa mbali na njia hiyo inaendelea kuangamia. Kisha anasema ya kwamba mimi nasema tena ya kwamba mwenyezi mungu
sifa za wachamungu alizozieleza mwanzoni mwa qurani tukufu ameziweka katika sifa za kawaida, lakini mtu akiiamini qurani tukufu na kwa ajili ya mwongozo wake anapoifanya kuwa mfumo wa maisha yake, hapo anakuta daraja za juu za mwongozo zilizozingatiwa katika huda lilmuttaqin. kwa kutafakari juu ya shabaha hiyo ambayo ni ilete ghai ya kurani tukufu, mtu anapata ladha na furaha ambayo hatuwezi kuionyesha katika maneno, kwani kwayo mtu anapata kujua kuhusu fadhila makhsus na ukamilifu wa kurani tukufu. kisha akifafanua jambo hili ya kwamba mafundisho ya kurani tukufu ni mafundisho kamili, hatmasihe maula islam anasema ya kwamba hitajio la zama ni hoja nyingine juu ya ujio wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na mwishoni alisema alyauma akmaltu lakum, yani humu ameeleza mwisho wake, yani zama na hali ya dunia ilikuwa ni dalili ya ujio wa mtume saa salam, kwani zama yenyewe ilikuwa ikihitaji ujio wake, kisha mwisho wake ukoje na mafundisho yake yakoje. Basi hayo ameyaeleza katika alyauma akmaltu lakum. Alisema ya kwamba kana kwamba hiyo ni sura ya pili ya utume. Maana ya ikmal sio kwamba ameshusha sura, bali maana yake ni kwamba amekamilisha nafsi na ametakasa moyo. Alishusha kurani tukufu, akatoa mafundisho na akashusha kitabu. Huo sio ukamilifu pekee, bali ukamilifu ndio huu ya kwamba mwenyezi mungu amekamilisha hali ya nafsi ya binadamu, na wenye kuifuata yeye amewafanya kuwa binadamu kamili na akatakasa mioyo yao. Alisema kwamba kutoka wanyama washenzi akawafanya kuwa watu, na kisha akawafanya kuwa wanadamu wenye akili na wenye hulka njema, na kisha akawafanya kuwa watu wa mungu, na akatakasa nafsi zao na akawasaidia ili waweze kufikia daraja za utakaso na waweze kufikia usafi wa moyo. Akawafundisha wanadamu daraja za juu za ustarabu, na pia akawafundisha njia za daraja za kutakasa nafsi, na akawafikisha kwenye kilele chake, na vivyo hivyo akakamilisha kitabu cha mwenyezi mungu. Alisema kwamba mpaka hakuna ukweli ambao usipatikane katika kurani tukufu. Mimi nilikuwa nimemwambia agnihotri mara kwa mara. Huyo alikuwa mwanzilishi wa kundi moja la kidini la wahindu. Kwanza alikuwa sehemu ya kundi moja, kisha akatengeneza kundi lake au shirika lake. Yeye alikuwa amefanya maongezi mengi na hatmasihe maula salam. Hatmasihe maula salam anasema kwamba mimi nilimwambia agnihotri mara kwa mara ya kwamba niambie ukweli ambao usipatikane katika kurani tukufu, lakini yeye hakuweza kuniambia. Vivyo hivyo katika zama fulani imepita juu yangu ambamo nilichunguza vizuri kuhusu biblia, mambo ambayo wakristo wanajivunia juu yake. Mambo hayo yote yanapatikana katika kurani tukufu kwa ukamilifu wake wote, lakini ni masikitiko makubwa ya kwamba waislamu hawaelekei upande wa kurani tukufu. Wao hawatafakari juu ya kurani tukufu, wala haimu katika mioyo yao heshima yake na taazima yake. Waila hii ni nafasi ya kujivunia kiasi kwamba mfano wake haupatikani kwa wengine. Alisema aya ya alyauma akmaltu lakum dinakum. Aya hii ina vipengele viwili. Moja ya kwamba yeye amekwisha fanya utakaso wenu, amewatakaseni. Pili, ameshakamilisha kitabu na ameshusha sheria kamili juu yenu, yani kwa ajili yenu. Anasema aya hiyo iliposhuka ilikuwa siku ya ijumaa. Hatum raziallahu taala anhu, myahudi fulani alimwambia ya kwamba siku iliposhuka aya hiyo, nini mngesherekea siku ile kama idi? Aya hii ni kamili sana na ina athari kiasi kwamba siku hiyo mngefanya idi kwa ajili ya kuonyesha furaha. Myahudi alimwambia hatumar akasema kwamba ijumaa ni idi kwa ajili yetu.
siku ya ijumaa aya hiyo ilikuwa imeshuka na ijumaa ni idi kwa ajili yetu, lakini watu wengi hawana habari ya idi hiyo. Katika idi zingine wanabadilisha nguo, lakini hawajali idi hiyo ya ijumaa na wanakuja na mavazi machafu. Almasihi Maud anaeleza umuhimu wa siku ya ijumaa. Alisema ya kwamba katika rai yangu idi hii ni bora zaidi kuliko idi zingine. Yaani siku ya ijumaa pia watu wanapaswa kujiandaa vizuri na waswali ijumaa. Haitoshi kuswali idi tu baada ya mwaka mmoja, na alisema kwamba kwa ajili ya idi hiyo hiyo kuna sura aljuma na kwa ajili yake kuna swala ya kasr. Na ijumaa ni siku ambapo wakati wa alasiri adamu alizaliwa, na idi hiyo inatuambia kuhusu zama ambapo mtu wa kwanza alizaliwa, na pia kurani tukufu ilikamilika juu yake. Kisha akieleza ufafanuzi wa jambo hili ya kwamba qurani tukufu ni kazi juu ya hadisi, yani ina mamlaka juu ya hadisi. Anasema kwamba kuna kosa jingine ambalo linapatikana kwa waislamu wengi, ya kwamba wao wanaona hadisi ni juu ya qurani tukufu, ilhali hilo si sawa. qurani tukufu ina daraja ya yakini na daraja ya hadisi ni zana. Yani mafundisho ya qurani tukufu ni mafundisho yenye yakini, lakini hatuwezi kusema ya kwamba hadisi pia ni ya yakini, kwani riwaya nyingi zimekusanywa baadaye. Alisema kwamba hadisi si kazi, bali qurani tukufu ni kazi juu yake. Yani hukumu, kutoa hukumu ni kazi ya qurani tukufu, ilhali hadisi ni maelezo ya qurani tukufu. Zipo hadisi nyingi zinazotoa ufafanuzi wa aya ya qurani tukufu, hivyo zipewe daraja zake zinazofaa. Na ni muhimu kukubali hadisi mpaka hadisi isiwe kinyume cha qurani tukufu na iendane na mafundisho yake, lakini ikiwa zidi yake, basi hiyo si hadisi bali ni kauli batili. Lakini kwa ajili ya kuelewa qurani tukufu, hadisi ni kitu cha lazima. Kumbukeni ya kwamba katika hadisi zipo hadisi nyingi zinazoeleza ufafanuzi wa aya mbalimbali za qurani tukufu. Kuna riwaya za baadhi ya masahaba watukufu wakubwa, hivyo tunatakiwa kuzielewa vizuri, lakini muzingatie ya kwamba hadisi isiwe zidi ya qurani tukufu. Kisha alisema ya kwamba katika qurani tukufu amri zilizoshuka mtume sallallahu alaihi wasallam akazionyesha kwa matendo yake na akatuachia mfano wake mwema. Kama mfano huo usingekwepo, islam pia isingeweza kueleweka. Lakini jambo la asili ni qurani tukufu. Baadhi ya watu wenye ruya wanasikiliza moja kwa moja kutoka mtume sallallahu alaihi wasallam hadisi ambazo wengine hawakuweza kuzijua, au wanasadikisha hadisi zilizopo. Hata Masihi Maud ameandika kuhusu zati yake ya kwamba hata mimi pia nimesikiliza baadhi ya hadisi kutoka mtume sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja. Kisha kuhusu fasaha na balagha ya qurani tukufu, hata Masihi Maud alahissalam anasema katika maneno ya qurani tukufu kuna fasaha na balagha, na ina utaratibu na ina ulatifu na upole na ina shani ya ajabu, mpaka kama adui mkali wa islam ambaye anaipinga islam vikali na ambaye ana kipaji kamili katika kuandika maandishi ya Kiarabu apewe amri kutoka kwa hakimu mwenye mamlaka ya kwamba, kwa mfano, wewe katika muda wa miaka 20 ambao ni muda mwingi usipoweza kuonyesha na kuleta mfano wa qurani tukufu, yaani ulete makala fulani yenye mistari miwili minne tu inayofanana na qurani tukufu, au ulete maandiko fulani ambamo yapatikane haki na mambo ya maarifa na maandiko yawe na fasaha na balagha kama vile ni ya qurani tukufu, basi ukishindwa kufanya hivyo utapewa adhabu ya mauti. Na hata hivyo yeye, ijapokuwa ana hofu ya mauti na ana hofu ya fedheha, hataweza kuleta mfano wake, hata kama apate msaada kutoka kwa maelfu ya wanalugha na waandishi mahiri wa dunia. Hata kama ana hofu na akipewa muda mwingi wa miaka 20 na hakimu,
ili alete mfano wa qurani tukufu, alete mistari michache tu, lakini hata hivyo hawezi kuleta. huo ni ukamilifu wa qurani tukufu na ukamilifu wa fasaha na balagha yake. Alisema kwamba jambo hili si jambo la kufikirika, bali tangu qurani tukufu iliposhuka, changamoto hiyo inapatikana na ipo mbele ya dunia, kwamba letini mfano wake. Na hata leo pia baadhi ya wapinzani wa islam wanajaribu kuleta mfano wake. siku fulani mtu fulani anainuka na anafanya tamasha fulani, na wanadai ya kwamba sisi tunaonyesha mfano wake, lakini hauwezi kufika karibu na fasaha na balagha za qurani tukufu. Ni madai yao matupu tu. hat masihi maud alaihissalatu wassalam anasema katika fasaha na balagha hakuna ushindani wake. Maslan, kwa kuacha utaratibu wa kisasa wa sura fatiha, mutumie utaratibu mwingine, basi maana za juu na maksudio azimu yanayopatikana katika utaratibu huo wa kisasa haiwezekani kuelezwa katika utaratibu mwingine. Hata kama muchukue sura yoyote, hata kama iwe qul huwallahu ahad, jinsi yalivyoelezwa humo mambo ya haki na maarifa kwa kuzingatia upole na ulatifu, hakuna mwingine awezaye kuyaeleza. Huo pia ni muujiza wa Qur'ani tukufu. Na mimi nashangaa wakati ambapo baadhi ya wapumbavu wanasema ya kwamba makamati hariri na saba muallaka hivi ni vitabu. Wanasema kwamba vitabu hivi havina mfano wake na ni vitabu vyenye hadhi ya juu na havina mfano wake. Anasema kwamba hivyo wanataka kuishambulia Qur'ani tukufu, lakini wao hawafahamu ya kwamba moja, hariri mwandishi wake hakudai kwamba kitabu chake hakina mfano. Pili, mwandishi wa hariri mwenyewe anakiri fasaha na balagha ya Qur'ani tukufu. Na pia wanaopinga hawazingatii ukweli na uaminifu, bali kwa kuyaacha wanaelekea upande wa maneno tu. Vitabu vilivyotajwa hapo juu vinakosa haki na hikima. Sababu ya sifa ya muujiza ndiyo hii ya kwamba kitabu kizingatie kila aina ya sifa na kisiache fasaha na balagha, na pia kisiache ukweli na hikima. Na huo ni muujiza wa Qur'ani tukufu pekee, ya kwamba ndani yake kuna fasaha na balagha na pia kuna mambo ya hikima na ukweli, na inangaa mfano wa jua, na kwa kila namna ina nguvu ya kimuujiza. Kisha anasema katika kujibu juu ya muujiza wa fasaha na balagha, safari moja Padre Fandal alieleza mfano wa hariri na abulfazal na baadhi ya vitabu vya Kiingereza. Ni jambo la muda mrefu. Hata wakati ule pia tulikuwa tumetafakari ya kwamba huyo anasema uongo, kwani moja, waandishi hawa hawajadai kwamba kalamu yao haina mfano, bali wao wenyewe wanakiri kuhusu mapungufu ya elimu yao na wanaisifu Qur'ani tukufu. Pili, katika vitabu vya watu hawa maana zinafuata maneno, yani wameunganisha maneno tu na neno moja linatafutwa zidi ya neno jingine, na maandiko yao yanakosa hekima na maarifa. Ilhali katika Qur'ani tukufu jambo hili limezingatiwa vizuri, kwamba haki pia iwemo na hikma pia inapatikana, na sio kwamba maneno yameunganishwa tu. Alisema kwamba kuzingatia jambo hili ya kuwa pamoja na utaratibu wa maneno yapatikane maneno ya haki na hekima, hiyo inatokana na msaada wa Allah pekee. Na hiki ni kitabu na hiki ni kitu halisi ya kwamba haki na hekima pia ipatikane na utaratibu pia uwe sawasawa, ndipo inathibitika kwamba huo ni msaada wa Allah. Waila maandishi ya wanadamu yanakuwa na baadhi ya alama tu kama vile ya hariri. Kisha hat Masihi Maud al-Islam katika majlisi moja anasema ya kwamba kulikuwa na habari kuhusu tafsir Ijazul Masih ya kuwa Mwenyezi Mungu hakuwapa wapinzani nguvu ya kushindana nayo. hat Masihi Maud al-Islam katika majlisi moja habari hii ilipotajwa, hat Masihi Maud al-Islam alisema ya kwamba
kuhusu kurani tukufu kwamba ni muujiza kuna itikadi mbili. moja ya kwamba mwenyezi mungu alinyanganya nguvu ya wapinzani, yani wao hawakuweza kupata nguvu na uwezo wa kushindana nayo. Na itikadi ya pili ambayo ni itikadi sahihi na kweli, na mimi pia nina itikadi hiyo hiyo, nayo ni ya kwamba wapinzani wenyewe walikuwa wameshindwa kushindana nayo, na kimsingi elimu yao na akili yao zilikuwa zimenianganywa. muujiza wa kurani tukufu unaweza kueleweka kwa kuangalia tafsiri lqurani yetu. wapo maelfu ya wapinzani ambao wanajiita maulamaa wenye elimu, na katika matangazo maneno yameendikwa ambayo yanawapa ghera, lakini hakuna awezaye kushindana nami. hivyo huzur amesema kwamba yatupasa kusoma vitabu vyake kwa nadharia hiyo ili tuweze kuelewa kurani tukufu. kisha anasema katika sehemu nyingine ya kwamba muujiza ambao mwenyezi mungu aliijaalia kurani tukufu ni muujiza wa mafundisho yenye hadhi ya juu na usuli za utamaduni, na ni muujiza wa fasaha na balagha yake. hakuna mtu awezaye kushindana na kurani tukufu. na pia ni muujiza wa habari za ghaibu na bishara, na katika zama hizi hakuna mwenye kuonyesha tamasha fulani anayeweza kudai madai hayo. humo kuna fasaha na balagha, na pia kuna habari za ghaibu, na pia kuna bishara, na mchawi hawezi kuonyesha vitu hivi na hawezi kudai. alisema ya kwamba pia mwenyezi mungu amezijaalia nishani zangu usafi fulani na tofauti fulani ili mtu asiweze kupata nafasi ya uzuru, na pia mwenyezi mungu ameonyesha nishani kwa kuzifanya kuwa wazi ambapo hakuna mwenye kuonyesha tamasha anayeweza kuingilia kati. kisha kuhusu fasaha ya qurani tukufu alisema ya kwamba fasaha na balagha za watu zinakuwa chini ya maneno tu, na humu kunakuwa hakuna kitu isipokuwa utaratibu fulani tu. kama mwarabu mmoja ameandika kwamba safartu ila rom wa ana ala jamalin maalum, nilielekea roma na nilikuwa nimepanda juu ya ngamia ambaye mkojo wake ulikuwa umefungwa. sasa maneno hayo yameandikwa kwa ajili ya utaratibu tu, na huu ni muujiza wa kurani tukufu ya kwamba humo maneno yameingizwa kama lulu na yamewekwa juu ya nafasi zake, ya kwamba hakuna awezaye kuchukua neno moja na kuliweka katika neno jingine wala kulibadilisha. lakini hata hivyo humo kuna usuli zote za fasaha na balagha na utaratibu makhsus. kisha akieleza fasaha na balagha na uzuri wa kurani tukufu anasema katika majlisi moja ya kwamba nishani na alama zinazoendelea kudhihiri, kwa hakika hizi ni miujiza na bishara na mambo ya ajabu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni bishara za kurani tukufu, kwani kwa kumfuata yeye tu tunaweza kupata matunda ya mafundisho ya kurani tukufu. na wakati huu hakuna dini ambayo mfuasi wake anaweza kudai au anaweza kutoa bishara hizi au miujiza inaweza kutoka kwake. hivyo kwa namna hiyo muujiza wa kurani tukufu ni muujiza uliozidi kuliko vitabu vyote, na miujiza yake pia inatokana na kurani tukufu na inatokana na kwa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. kisha alisema kwamba kuna kipengele kingine cha fasaha na balagha kinachoeleweka na kinachoaminika, ni ya kwamba hata watu ambao ni maadui lakini wanapenda uadilifu wamelazimika kukiri. kurani tukufu imedai ikisema fatu besurati min mislihi. kurani tukufu imedai, lakini hadi leo hakuna awezaye kuleta mfano wake. hayo ni madai ya kurani tukufu kwamba leteni sura inayofanana nayo. waarabu waliokuwa na mamlaka ya kuongea kwa fasaha na balagha na walikuwa wakifanya mikutano mikubwa na humo walikuwa wakisoma kasida zao, wao pia walishindwa mbele yake. kisha fasaha na balagha ya kurani tukufu sio kwamba humo kuna maneno yake tu, yani mufuate maana zake, yani mufuate maneno yake na maani na maarifa zake zisijaaliwe,
bali maneno yamewekwa kwa utaratibu makhsus. Vivyo hivyo haki na maarifa zimeelezwa humo, na hiyo si kazi ya binadamu kwamba aweze kueleza haki na maarifa na pia azingatie utaratibu na kanuni za fasaha na balagha. Kisha anasema kwamba katika sehemu moja mungu amesema yatlu suhufan mutahara fiha kutubun qayima, yani anawasomea masahafu ambamo kuna haki na maarifa. Watu wenye insha wanaelewa kwamba katika insha pardazi kuzingatia mafundisho matakatifu na hulka njema ni kazi ngumu mno, na kisha mafundisho yenye athari na yanayovutia ambayo yakiondoa sifa chafu na pia yelete sifa nzuri. Hali iliyokuwa ya waarabu haikufichika kutoka mtu yote, walikuwa mjumuiko wa maaibu na maasi yote, na hali yao ilikuwa imeharibika tangu karne. Lakini jinsi alivyokuwa na nguvu tukufu, yani mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba katika muda huo wa miaka 23 alibadilisha hali yao, na hiyo ilikuwa athari ya mafundisho yake. Alisema kwamba kama ichukuliwe sura ndogo ya Qur'an tukufu, tutaweza kujua kwamba humo kuna fasaha na balagha, na pia sifa za mafundisho na ukamilifu zimejazwa humo. Angalia sura al-Ikhlas ambayo inaeleza daraja zote za tauhidi. Ni sura fupi, lakini mada nzima na makala nzima na mada nzima ya tauhidi imeelezwa humo, na pia imekataa katakata ushirikina wa kila aina. Na pia angalieni sura al-Fatiha, ni sura ndogo ambayo ina aya 7, lakini katika sura hiyo kuna muhtasari na orodha ya mada zote za Qur'ani tukufu. Kisha humo imefundishwa kuhusu dhati ya Mwenyezi Mungu, tauhidi yake na haja ya dua, njia mbalimbali za kufanya maombi na mwongozo wa kuepukana na njia zisizofaa. Na wakati huo huo dini zote batili za dunia zimekataliwa humo. Katika sura hiyo ndogo mambo yote yameelezwa, na mtaona vitabu vingi na watu wa dini zingine wanaeleza aibu na kasoro za dini zingine na wanapinga mafundisho ya watu wengine. Lakini wakati wa kupinga mafundisho yao, wao hawafanyi hivyo, ya kwamba mbadala yake waeleze mafundisho yao yaliyo mazuri na waoneshe ya kwamba kama nataka kuwaepusheni kutoka jambo fulani baya, basi mbadala wake na wapatieni mafundisho fulani mazuri. Hiyo haimo katika dini yote, na huu ni ufahari wa Qur'an tukufu pekee, kwamba pale ambapo inakataa dini zingine batili na inafungua kuhusu mafundisho yao yasiyofaa, wakati huo huo inaeleza mafundisho yaliyo sahihi. Na huu ni uzuri ambao wasomi wa kijina wa leo pia hawezi kukataa. Na katika nafasi nyingi nimeona kwamba ninapoweka mbele ya watu utatuzi wa swala fulani sawa na mafundisho ya Qur'an tukufu, wao wanakubali. Kisha akieleza sifa za Qur'ani tukufu, Sayyidina Ahmad alayhi wassalam anasema kwamba Qur'ani tukufu ni kitabu rahisi, yani ni rahisi kuelewa Qur'ani tukufu. Anasema baadhi ya wapumbavu wanasema kwamba hatuwezi kuelewa Qur'ani tukufu, hivyo hatuhitaji kuielekea, kwani kitabu hiki ni kigumu mno. Hili ni kosa lao. Wakitengeneza uzuru wanasema kwamba kazi hii ni ngumu ya kuelewa Qur'an tukufu, na kwa kuwa hatuwezi kuelewa, hivyo hakuna haja ya kutafakari sana, kusoma kuna tosha. Alisema kwamba Qur'an tukufu imetufahamisha masuala ya kiitikadi kwa fasaha, na hoja zake zinaleta athari juu ya mioyo. Ama tunapozungumzia masuala ya kiitikadi, Qur'an tukufu imeeleza kinaga ubaga. Alisema kwamba Qur'an tukufu ina balagha na fasaha, mpaka ilikuwa imewafahamisha watu wa Arab ambao walikuwa hawajui kusoma na kuandika. Sasa kwa nini watu hawa hawezi kuelewa? Watu hawa wale walikuwa wakiishi vijijini, walikuwa wajinga na walikuwa hawana akili, lakini wao walielewa. Sasa kwa nini hamwezi kuelewa ilhali wengi wenu ni wasomi? Alisema ya kwamba ufahamu uliokweli
na ulionyoka ni ule ambao unapatikana ndani ya kurani tukufu na njia hiyo imenyoka ambayo mungu ametufundisha. hivyo mtu anapaswa kutafakari na kusoma na aangalie mambo yaliyokatazwa na yaliyoamrishwa, yani yale ambayo anapaswa kuyafuata aangalie, na mengine ambayo yamekatazwa aangalie kwamba yamekatazwa na ayafuate, na hapo ataweza kumfurahisha mungu wake. ni njia iliyo rahisi kwamba amri za kufanya azifanye na yale ambayo mungu amemkataza kuyafanya asiyafanye. hapo mungu atafurahi tu. na ama istilahi zingine zilizotengenezwa na watu wenye mantiki na masufi mara nyingi zinawapotosha watu, kwani humo kuna shida na kuna mambo yasiyoeleweka. msifuate watu wenye mantiki na masufi. wametengeneza istilahi mbalimbali ngumu na wameeleza kurani tukufu katika rangi fulani kwamba mtu anapotea tu na haelewi chochote. hivyo katika dunia kama watu wanapata shida, basi hiyo inatokana na watu masufi au wale wenye mantiki au maulama wa kijina. alisema mtu mmoja ambaye tuna zana nzuri juu yake atakuwa ameandika kwa nia njema tu, ilhali kauli yake si sahihi. ameandika ya kwamba Sheikh Abdul Qadir Jilani hakuwa mtu kamili, kwani yeye hakuwa na nuzul kamili isipokuwa saud tu, yani alikuwa hapati wahi na ufunuo isipokuwa maombi yake yalikuwa yakikubaliwa tu, na ndiyo maana miujiza mingi ilitoka kutoka kwake. kama angekuwa na nuzul kamili basi muujiza usingetokea kutoka kwake. mwenye kusema amesema hayo alisema kwamba kwenye kauli hii maneno yanayopatikana ni kinyume cha Qur'an tukufu na hadisi. kwa hakika Sheikh Abdul Qadir Jilani alikuwa miongoni mwa watu waliokamilika wa mungu, na kama mtu apinge kuhusu miujiza yake basi shutuma hiyo inaenda kupatikana juu ya manabii wote. lakini huzur amesema ya kwamba pia ikumbukwe ya kuwa kuhusu Sheikh Abdul Qadir Jilani baadhi ya wafuasi wake wametia chumwi kuhusu miujiza yake na wameandika mingi yasiyo na uhakika. vitu hivi pia si sahihi, isipokuwa miujiza inatokea, miujiza ambayo inatokea chini ya kanuni ya asili na sheria inatokea kutoka manabii vile vile, na huyu pia alionyesha miujiza ya namna hiyo. alisema ya kwamba hayo ni matokeo ya kufuata istilahi zisizo sahihi za masufi ambazo hazisadikishwi na Qur'an tukufu na hadisi. kundi moja ambalo halikubali na jingine linakubali linatia chumwi kwenye maongezi yake na limeruka mipaka. watu wasioamini pia inatokana na masufi, na wanaoamini miujiza yake pia imani yao inatokana na maelezo yasiyofaa ya watu mbalimbali. hivyo daima tukumbuke kwamba miujiza inapaswa kusadikishwa chini ya kanuni ya sheria na kanuni ya kudra, na pia chini ya miujiza ya manabii. hakuna awezaye kuonyesha muujiza zaidi ya mitume. Kurani tukufu inaeleza sura ya mungu aliye mkweli. kuhusu habari hiyo anasema kwamba tunamshukuru mwenyezi mungu ya kwamba Kurani tukufu haikueleza mungu ambaye awe mwenye sifa zenye kasoro, kwamba yeye si mmiliki wa roho wala si mmiliki wa chembe na hawezi kuziokoa na hawezi kukubali toba yake, bali sawa na Qur'an tukufu sisi ni waja wa mungu ambaye ni muumba wetu, ni mmiliki wetu, ni mwenye kutoa riziki, ni mwingi wa rehema na mwingi wa ukarimu, na ni mmiliki wa siku ya kiyama. na ni nafasi kwa waumini kumshukuru allah kwamba mungu ametujalia kitabu ambacho kinaonyesha sifa zake sahihi, na hiyo ni neema kubwa sana. Khalifa mtukufu anasema kwamba mambo ya elimu na maarifa na sifa na makamu na daraja ya Qurani tukufu alizozieleza yeye nitaendelea kuzieleza katika siku za usoni. wakati huu namaliza hapa. mwenyezi mungu atujalie kuelewa yote na atusaidie ili tuweze kusoma Qurani tukufu na kuelewa. kwa kuwa sasa nataka kuwazungumzia baadhi ya marehemu na haswa shahid wa Bangladesh, na kisha nitaswalisha swala ya jeneza za watu hawa. hivyo hapo naanza habari zake.
katika bangladesh kama tunavyojua kwamba siku zilizopita ijumaa iliyopita jalsa salana yao ilikuwa ikifanywa na wakati wa jalsa magaidi na wenye fitina waliwashambulia wahamadia. Polisi na uongozi ulikuwa umewahakikishia kwamba watadhibiti hali na shida haitatokea, hivyo mufanye jalsa. Jalsa ikaendelea kufanywa, lakini watu hao walipokuja polisi ikaendelea kusimama kuona tamasha tu, na baada ya kupita saa chache walipopata amri kutoka uongozi wa juu wakachukua hatua, lakini wakati ule mengi yalikuwa yametokea tayari. Na katika ufisadi ule ndugu yetu mmoja, mtoto wetu Zahid Hassan saheb aliuawa shahidi, ambaye alikuwa mwana wa Abubakar Siddiq saheb wa Bangladesh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Amir wa nchi Abdul Awwal saheb anaandika ya kwamba Zahid Hassan saheb jalsa iliyofanywa Machi 3 katika Ahmadnagar wilaya Panchgad, akitoa huduma ya kulinda geti na uwanja wa jalsagaa kwa sababu ya mashambulizi ya wapinzani, aliuawa shahidi akiwa na umri wa miaka 25. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu alikuwa amejiunga na jamaat mwaka 2019 na baada ya miezi mitatu tu alikuwa amefanya wasia. Familia yake inatokana na zehebu la ahle hadis. Baada ya kukubali jamaat, marehemu alianza kuwahubiri wazazi wake, na kwa sababu ya mahubiri yake mwaka 2020 wazazi wake pia wakapata nafasi ya kufanya bayati. Na baada ya kufanya bayati, marehemu alikuwa ananiandikia barua bila kukosa. Na kisa cha kujiunga kwake na jamaati ni kama hivi, ya kwamba alikuwa na mwenzake mmoja Muhammad Rifat Hassan, ambaye katika mji wa Bogra alikuwa anasoma katika Pandra University wa sayansi. Katika science and technology walikuwa wakifanya BSc. Kijana huyo Ahmadia alimhubiri bwana Zahid Hassan, na baada ya kumhubiri kwa miaka 2 ukweli wa jamaat ulipobainika juu yake, ye akafanya bayati. Anaandika Awwal sahib ya kwamba jalsa salana ilipoanza, Mamulla pamoja na wakundi wake walianza kuishambulia jalsagaa na ukuta wa jalsagaa na geti iliyokuwa upande wa magharibi, na watu hao walikuwa wakirusha mawe na pia walikuwa wakishambulia kwa mashoka na nondo na vitu vingine, na wakipata nafasi wakaendelea kuteketeza sehemu mbalimbali za jalsagaa. Khudam waliendelea kutoa huduma kwa ujasiri na ushujaa mkubwa. Khudam walikuwa ndani na walikuwa wakilinda jalsagaa wakiwa ndani. Anasema kwamba jalsa ilipoanza, baada ya kupita saa 1 na dakika 45 washambuliaji walipofanikiwa kuvunja sehemu moja ya ukuta, hapo khudam wakaambiwa kuhakikisha ulinzi wa jalsagaa na ukuta wake. Hapo wakati ule Zahid Hassan shahid ambaye alikuwa akitoa huduma juu ya gate number 1 akiwa na wenzake akatoka nje ili kupambana na washambuliaji, na katika muda huo nafasi ikaja kwamba yeye akienda mbele na marafiki zake. Washambuliaji wakamkamata na wakamshambulia kwa shoka au silaha nyingine, na wakamburura na kumpeleka sehemu fulani, na wakaendelea kumpiga kwa ukatili juu ya sehemu mbalimbali za mwili wake na juu ya uso wake. Marehemu Zahid Hassan shahid aliuawa kwa ukatili mpaka tulichukua saa 2 ili kutambua uso wake na maiti yake. Hii ni hali ya Waislamu kwamba walipita mipaka yote ya zulma juu ya jina la Allah na mtume wake. Mtume saa salam amewakataza Waislamu kufanya musla ya maadui katika vita, lakini watu hawa wanawatendea wale ambao wanaita Mungu na wanaita jina la mtume wake. Mwenyezi Mungu ndiye ambaye awakamate na awafanye kuwa majivu na awaangamize. Anasema kwamba kitambulisho chake pia
washambuliaji walikuwa wamekiondoa kutoka mwili wake, lakini kwa kuwa alikuwa amevaa mavazi makhsus ya khudam, hivyo tukaweza kumtambua kwa mavazi yake. kisha anasema kwamba maiti yake tulipoipata baada ya swala ya tahajudi na kisha baada ya alfajiri swala ya jeneza iliswaliwa na wote walioshiriki katika jalsa, maelfu ya waahmadia walishiriki katika jeneza yake. wakati wa jeneza wote walikuwa wameshikwa na hisia ambazo hakuna mfano wake. walikuwa wameshikwa na huzuni na hisia za ajabu. wote walikuwa wakilia mbele ya mwenyezi mungu, na kwa sababu ya kanuni maiti yake ilifanyiwa postmortem, na baada ya mchana maiti yake ilipelekwa kwenye kijiji chake kwa kupitia ambulance, ambapo wakati wa saa 4 usiku alizikwa. rafiki yake mmoja wa karibu azizam rifat hassan anasema ya kwamba tulipokuwa tunasoma katika chuo nilikuwa na urafiki mkubwa na marehemu alikuwa mtu mwema mno, lakini alikuwa na mapungufu katika ibada. lakini baada ya kujiunga na ahmadiyat hali yake ilibadilika kabisa na akaanza kuswali swala 5 kwa pamoja. marehemu alikuwa mnyenyekevu na mwenye tabia njema sana. katika muda wa miaka 5 anasema sijawahi kumsikiliza akiongea na mtu fulani kwa sauti ya juu, na tunaweza kuelewa wema wake ya kwamba baada ya kufanya bayati ni miezi michache ilipita ambapo alifanya wasia. anasema kwamba zahid hassan shahid alikuwa khadim mzuri, na wakati wa kifo chake alikuwa akiitumikia majlis kama mutamad khudamul ahmadia, na pia alikuwa zaim wa motijil wa daka, kisha qaid wa majlis na muhtame mukami zuhurul islam. anasema kwamba marehemu alikuwa mtifu kwa viongozi wote na alikuwa akitoa huduma zake zote kwa bashasha. alikuwa anatusalimia mapema na daima alikuwa akitabasamu. anasema kwamba mwaka moja au robo uliopita marehemu baada ya kufaulu katika bsc alianza kufanya kazi kwenye kampuni moja, na alipokuwa akienda kuitembelea sehemu fulani kama mwakilishi wa kampuni alikuwa akizitembelea majalis zilizokuwa karibu, na kwenye akaunti yake ya facebook alikuwa ameandika tafsiri ya aya isemayo waman yatawakkal allah fahuwa hasbuhu. murabi sharif ahmad anasema kwamba mimi nilikuwa nafanya kazi katika tibadi ya jamaat ambapo shahid marhum pamoja na rafiki yake rifat hassan alikuja na alionyesha shauku ya kufanya bayati. nikasema kwamba wewe uchukue muda zaidi na uchunguze vizuri kuhusu jamaati. marehemu akasema kwamba nimekwisha kubali ukweli wa jamaati hapo, hata hivyo nitakuja tena na nitafanya bayati. hivyo safari ijayo marehemu akaja na akafanya bayati. baada ya kufanya bayati mbashiri anasema kwamba marehemu alifanya juhudi kamili ili kuelewa jamaat na nizamu ya ukhalifa na akajifunza elimu kwa uangalizi mkubwa. alikuwa ananiandikia barua kama nimesema, na barua ya mwisho aliyoandika yeye wakati wa kuelekea kwenye jalsa alisema kwamba tunaenda kushiriki katika jalsa kwa kutumia gari la moshi na maadui wana mipango hatari na katika sehemu mbalimbali wamewasha moto, wameteketeza, lakini inshallah tutafanya jalsa. na alikuwa ameonyesha imani yake na uimara wake. kisha alisema kwamba nifanye maombi ili ndugu zake na watu wa kijiji wote wajiunge na ahmadia. hiyo ilikuwa barua yake ya mwisho aliyoniandikia. khadim moja anaandika kwamba marehemu alikuwa na unyenyekevu mkubwa. kila alipopewa kazi fulani ye hakusema kwamba hapana. anasema kwamba saa nyingine nilikuwa namwambia kwa utani kwamba zahid bai, kama tutaendelea kufanya kazi yetu tutakwisha, na kwa kusikiliza hayo alikuwa akitabasamu tu. shahid alikuwa musi. anasema kwamba nilitaka kujua kutoka kwake kwamba kwa nini ulifanya wasia kwa haraka sana. ye akasema kwamba imam mahdi alikuwa mkweli na yale aliyosema ni kweli. masihe maud ametoa amri kufanya wasia, hivyo nimefanya wasia.
mimi kwa kusikiliza jambo lake nikashikwa na mshangao kwamba huyu ana imani kubwa juu ya masihi maula salatu wassalam. kisha anasema kwamba safari moja nilipomuuliza shahid marhum kwamba kuna sababu gani ya kujiunga kwako na ahmadiyat, ye akasema kwamba hadi leo kila mtu aliyedai kuwa imam mahdi au masihi au nabii hakufanikiwa wala kufaulu isipokuwa mirza ghulam ahmad sahib kadiani alah salam ndiye mtu ambaye amefaulu. kama asingekuwa mkweli basi hali yake pia ingefanana na watu wengine. wazazi wa shahid wako hai na kwa fadhili ya allah wote ni wa ahmadia. shahid marhum alikuwa mtoto mmoja tu wa wazazi wake na ana dada wawili ambao wameolewa na si wa ahmadia lakini wapo chini ya mahubiri. mungu awajali wazazi wake subira na utulivu. alikuwa mtoto mmoja tu, ni huzuni kubwa kwa ajili yao, na kwa fadhila ya allah tu mtu anaweza kupata uwezo wa kuvumilia huzuni. mwenyezi mungu amnyanyue kwenye daraja. kwa vyote vile shahid huyo sawa na kauli ya allah amepata maisha ya kudumu, maisha ya milele. mwenyezi mungu aendelee kumtendea kwa rehema zake makhsus, na pia afanye mpango wa kuwakamata wazalimu hawa. maadui wanaelewa kwamba wao wakiwajaribu watu wa jamaati na kwa kuwatesa labda watawazofisha katika imani, lakini kinachotokea ni kinyume chake kabisa. nimepokea barua kutoka kwao na baadhi ya vijana wameniandikia kwamba kama kuna haja ya shahada zingine basi mufanye maombi kwamba sisi tuwe miongoni mwa mashahidi. hivyo watu wa namna hii maadui hawa wanaweza kufanya nini? hivyo tufanye maombi kwamba mwenyezi mungu atusalimishe kutoka shari yao na aturehemu na atujalie fadhila zake. mufanye maombi mengi katika siku hizi. jeneza ya pili ambayo napenda kumzungumzia ni wa kamal bada saheb wa aljazair ambaye februari 2 alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 57. inalillahi wa inalaihi rajiun. mwenyekiti wa tawi abdul alim saheb anaandika kwamba marehemu alikuwa mumini mkweli na muhamadia mwenye ikhilasi. alikuwa amefungua nyumba yake wazi kwa ajili ya mikutano ya jamaati na kwa ajili ya swala na mahubiri na vitu vingine. wahamadia wote wanatoa ushahidi juu ya imani yake na ukarimu wake na moyo wake mkunjufu. marehemu ameacha nyuma mke na watoto 3. vijana wawili si wahamadia, binti moja ni ahmadia na mke wake bi karima sahiba amekwisha toa huduma kama sadr lajna. hasan zamuli saheb kutoka aljazair anasema kwamba kamal bada saheb alikuwa mwaminifu mwenye kutoa huduma kubwa. anasema kwamba ijapokuwa alipata shida kutoka majirani lakini aliendelea kufungua nyumba yake wazi kwa ajili ya swala na swala ya ijumaa, na watu walikuwa wakija kwa ajili ya swala ya ijumaa alikuwa akiwapikia chakula, na mikutano ilikuwa ikifanywa kwenye nyumba yako, na swala ya idi vile vile. pia alishiriki katika ujumbe ulioenda kuongea na serikali. marehemu alikuwa akisema kwamba sisi tunaandika historia ya jamaat, yani tunaendelea kuvumilia mateso mbalimbali kwenye aljazair kwa sababu yake tunaandika historia yake, na marehemu mwenyewe alikuwa sehemu ya mpango huo. mwenyezi mungu amghofirie na amrehemu. jeneza inayofuata ni ya dr shamim malik sahiba ambaye alikuwa mke wa mheshimiwa maksud ahmad malik saheb shahid, ambaye mwaka 2010 alikuwa amewawa shahidi katika msikiti wa daruzikr. huyu ni mke wake, na baada ya kutokea shahada ya mume wake alikuwa amehamia canada ambapo amefariki dunia. marehemu alikuwa amepata masomo hadi phd na alikuwa akifundisha kwenye college, akawa profesa. alipata maendeleo hadi kuwa mkuu wa idara yake, lakini pamoja na hayo alitekeleza wajibu wake wote kama mama, na alikuwa akiwatumikia watu wote kwa moyo mkunjufu. alikuwa mwenye kuwajali watu wenye haja, na alikuwa na kipaji kizuri cha kutoa rai nzuri.
alikuwa akiwahubiri watu mbalimbali. Alikuwa anasoma vitabu vya masihi wasalam, na alipokuwa hai juu ya maisha yake makala moja iliandikwa katika Punjab University. Alikuwa na shauku sana ya kujifunza. Aliwafundisha wengi Kurani tukufu. Alikuwa na swali na kusoma Kurani tukufu bila kukosa, na swala ya tahajudi. Alikuwa akizingatia utukufu wa Islam na alikuwa akizingatia hijabu. Alikuwa mwenye imani, mwenye unyofu na mwenye ikhlasi. Alikuwa na uhusiano mkubwa na ukhalifa. Alikuwa musi, ameacha nyuma kijana moja na mabinti wanne. Alikuwa dada ya Malik Tahir Ahmad Saheb ambaye ni amir Jamaat Lahore. Mwenyezi Mungu amghfirige na amrehemu na awajalie watoto wake na kizazi chake waendelee kushikamana na ukhalifa na jumuiya. Anayefuata ni mpendwa Farhad Ahmad ambaye alikuwa mtoto wa Irshad Ahmad Amini Saheb wa Ujerumani. Akiwa na umri wa miaka 26 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu alikuwa akisoma katika University ya Frankfurt. Alikuwa mjumbe wa mpango wa Wakfe Nao. Kabla ya kifo chake alipata nafasi ya kutoa huduma katika Masjid Khudamul Ahmadiyya, na alikuwa na hulka njema. Alikuwa kijana mzuri, daima alikuwa tayari kutoa huduma za kijamaat na kitanzim. Siku moja kabla ya kifo chake aliendelea kutoa huduma katika mpango fulani wa jamaati, na siku ijayo pia baada ya swala ya alfajiri alishiriki kwenye kikao cha Khudamul Ahmadiyya. Na baada ya kikao alipoenda nyumbani kwake, na alipofika karibu na nyumba akapata shida. Mbashiri alimwona akiwa karibu na mission house, akaja kumsaidia. Katika muda huo huyu alikuwa ameketi kwenye gari yake, lakini hali yake ilikuwa imezidiwa. Madaktari wamesema kwamba wakati ule alipata mshtuko wa moyo. Dakika 3-4 ambulance pia ikaja, wakaanza kutoa tiba, lakini na pia wakajaribu kwa dakika 45, lakini ni mpango wa Mungu kwamba akatangulia mbele ya haki. Azizam Farhad alikuwa mtoto mmoja tu wa wazazi wake. Mwenyezi Mungu awajalie subira na uvumilivu na amghufirie, amrehemu na amnyanyue kwenye daraja. Marehemu anayefuata ni Chaudhry Javed Ahmad Bismal Saheb ambaye siku hizi alikuwa akiishi Canada. Akiwa na umri wa miaka 72 alifariki dunia siku za nyuma. Alikuwa na umwa tangu muda mrefu. Aliweza kupata nafasi ya kutoa huduma kama manager katika mashamba ya Tahrike Jadid kwa miaka 25. Kisha akapata nafasi ya kutoa huduma katika Khudamul Ahmadiyya na katika jamaat. Alipata nafasi ya kuitumikia jamaat kama amir zila Umarkot. Ameacha nyuma mke, vijana 4 na mabinti 2. Kijana wake mmoja Tahir Ahmad Saheb anasema ya kwamba baba yangu alikuwa na sifa chungu nzima. Alikuwa mtumishi wa dini, alikuwa na sifa ya kuwanufaisha watu, alikuwa na upendo mzito na ukhalifa, na daima alikuwa akifanya juhudi kwamba aendelee kuwa na uhusiano makhsus na ukhalifa. Alikuwa akiwajali sana watu maskini. Kila alipokuwa akienda kutoka hapa kwa ajili ya wakulima maskini, alikuwa na shamba lake katika jimbo la Sindh. Alikuwa akienda na zawadi kwa ajili yao. Alikuwa mkarimu mno. Kila siku wageni walikuwa wakitutembelea na marehemu alikuwa akiwatumikia vizuri. Mwenyezi Mungu alikuwa amemjalia ushujaa mkubwa. Daima alizingatia ghera ya jamaati. Kila alipopambana na wapinzani katika masuala mengi ya kimahakama, alifuatilia kesi za jamaat kwa ushujaa mkubwa, na ndiyo maana wapinzani walimshambulia mara 2, lakini Allah alikuwa amemsalimisha kutoka mashambulizi yao. Alifanya juhudi kubwa na daima alikuwa akitunza hela ya jamaati. Alikuwa na sifa ya kumtawakali Allah. Alikuwa na tabia ya kawaida, na sifa kubwa aliyokuwa nayo ni ya kwamba maradhi yake yaliendelea kwa muda mrefu. Aliyavumilia kwa subira sana na alikuwa razi juu ya ridhaa ya Allah. Siku moja kabla ya kifo, daktari aliposema kwamba
siku moja kabla ya kifo chake tabibu wake alisema kwamba sijawahi kumwona mtu mwenye kufanya subira katika maisha yangu. Hakulalamika. Alipoambiwa kwamba madaktari wamesema kwamba huna tiba, alikuwa akielewa, alikuwa haongei, isipokuwa alikuwa anaongea tu. Akasikiliza kwa utulivu na akakubali. Kijana anasema kwamba baba yetu alikuwa na shauku ya kusali tahajud na kufanya tasbih, na daima alikuwa akifanya maombi kwa ajili ya khalifa wa zama. Alikuwa anatuambia kwamba sisi pia tufanye maombi. Alikuwa na kipaji cha kuelewa vizuri na alikuwa na busara. Alikuwa mwenye kumshukuru Allah katika ziki na faraja. Alikuwa na moyo safi. Kisha kijana wake ameandika kwamba alikuwa mwalimu mzuri na baba mpole, na alikuwa mwenye kutimiza haja zetu zote na mwenye kutoa ushauri mzuri. Alikuwa na tabia njema mno. Kwa fadhili ya Allah watoto wake wote ni wahamadia wazuri. Huzur amesema kwamba nilikuwa namjua tangu muda mrefu, na sifa ambazo kijana wake amezieleza na wengine pia wamezieleza kuhusu marehemu, lakini mimi mwenyewe pia nimeona kwamba kwa kweli huyu alikuwa na sifa hizi. Mwenyezi Mungu amghufirike na amrehemu. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.